Crazy Rocket, now available on PMBet. Mtazamaji wa PMTV, hapa tuko na RPC wa Tabora na tutakwenda kuzungumza naye kuhusiana na hiki ambacho kinazidi kuendelea kwenye sakata la Ali Shabani Kamwe. Na mheshimiwa, habari yako? Njema tu, habari za asubuhi. Salama, pole na majukumu. Asante sana. Tunataka tufahamu kosa kubwa hasa ambalo linamshikilia Ali Shabani Kamwe, msemaji wa Young Africans. Anatuhumiwa kwa kutoa lugha chafu kwa viongozi wa serikali na amekamatwa kuanzia jana majira ya saa 7 usiku na amekuwa akifanyiwa mahojiano ambayo taarifa kamili ya mahojiano yaliyofanyika tutakuja kuitoa baadaye. Lakini kwa sasa itoshe kusema kwamba jeshi la polisi mkoa wa Tabora linamshikilia afisa habari wa timu ya Yanga Ali Kamwe. Sawa. Pengine kwa nini mliamua kumkamata baada ya mchezo na sio kabla ya mchezo? Ni utaratibu wa kawaida wa utendaji wa kazi ambao wamzuia afisa wa polisi kumkamata mtuhumiwa kwenye muda wowote ambao utaonekana inafaa. Kwa hiyo sisi tuliona kwamba inafaa kumkamata kwenye muda ambao amekamatwa, anashikiliwa na ameanza kufanywa mahojiano baada ya kuwa amekamatwa. Mkuu, umezungumza hapo kwamba mnamshikilia na mnaendelea na mahojiano naye. Pengine mahojiano yamejikita zaidi kwenye hili sakata la mchezo ama kuna vitu ambavyo vinaendelea pengine? Kama nilivyosema, tuhuma ambayo iko dhidi yake ni kutoa lugha chafu kwa viongozi wa serikali, ndio tuhuma ambayo tunaendelea kufanya mahojiano naye. Aliyelalamika pengine ni nani? Tunataka tufahamu. Kama unavyojua, vyombo vinaweza kufanya uchunguzi pale ambapo lugha chafu inatolewa dhidi ya viongozi wa serikali. Kwa hiyo baada ya mahojiano kukamilika na taarifa kamili kuwepo, tutaeleza nini kitaendelea dhidi yake. Pengine la mwisho, kwa mazingira namna yalivyo, Ali Kamwe pengine anaweza kuachiwa muda gani? Siwezi kusema kwa sasa mpaka pale ambapo taratibu nyingine zitakuwa zimekamilika. Sawa. Mimi nikushukuru sana mheshimiwa. Asante sana.